Kumbukumbu la Torati sura ya 11. Kwa ajili hii mpende Bwana Mungu wako na kushika siku zote mausia yake na amri zake na hukumu zake na maagizo yake. Nanyi leo jueni, kwa kuwa sisemi sasa na vijana vyenu ambao hawakujua wala hawakuona adhabu ya Bwana Mungu wenu, ukuu wake na mkono wake na nguvu na mkono wake ulionyooka, na ishara zake na kazi zake alizomfanya Farao mfalme wa Misri na nchi yake yote katikati ya Misri, na alivyolifanya jeshi la Misri, farasi zao na magari yao, na alivyowafunikiza maji ya bahari ya Shamu walipokuwa wakiwaandamia, na alivyowaangamiza Bwana hata hivi leo, na mambo aliyowafanyia ninyi barani hata mkaja mahali hapa, na alivyowafanya Dathan na Abiram wana wa Eliabu mwana wa Reuben, nchi iliyofunua kinywa chake ikawameza, na walio nyumbani mwao na mahema yao na kila kitu kilichokuwa hai kikawafuata katikati ya Israeli yote. Lakini macho yenu yameiona kazi kubwa ya Bwana aliyoifanya yote. Kwa hiyo yaangalieni maagizo yote ni waagizayo leo, mpate kuwa na nguvu na kuingia mkaimiliki nchi mwivukiayo kuimiliki, nanyi mpate kuzifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi Bwana aliyowaapia baba zenu, ya kuwa atawapa wao na kizazi chao, nchi imiminikayo maziwa na asali. Kwa kuwa nchi mwingiayo kuimiliki si mfano wa nchi ya Misri mlikotoka, uliokuwa ukipanda mbegu zako humo na kuinyweshereza kwa mguu wako kama shamba la mboga. Lakini nchi mwivukiayo kuimiliki ni nchi ya vilima na mabonde, nayo hunyweshwa maji ya mvua ya mbinguni, nayo ni nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako. Macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Tena itakuwa mtakaposikiza kwa bidii maagizo yangu ni waagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, upate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako. Nami nitakupa nyasi katika mavue yako kulisha wanyama wako wa mifugo, nawe utakula na kushiba. Jitunzeni nafsi zenu, mioyo yenu isije ikadanganywa, mkageuka na kutumikia miungu mingine na kuiabudu. Hasira za Bwana zikawaka juu yenu, naye akafunga mbingu kusiwe na mvua, wala nchi isitoe matunda yake. Mkaangamia kwa upesi, mtoke katika nchi nzuri awapayo Bwana. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu, na rohoni mwenu yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Nayo wafunzeni vijana wenu kwa kuyazungumza uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya marango yako, ili siku zenu zifanywe nyingi na za vijana vyenu, nao juu ya nchi Bwana aliyowaapia baba zenu kuwa atawapa, kama ilivyo siku za mbingu juu ya nchi. Kwa kuwa kwamba mtayashika kwa bidii maagizo haya yote ni waagizayo kuyafanya, kumpenda Bwana Mungu wenu na kutembea katika njia zake zote na kushikamana naye, ndipo Bwana atakapowafukuza mataifa haya yote mbele yenu, nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuwapita ninyi. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu, tokea hilo jangwa la Lebanon, tokea mto wa Frati mpaka bahari ya magharibi itakuwa ndiyo mipaka yenu. Hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga, kama alivyowaapia.
alivyowaambia, angalieni na wawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Baraka ni hapo mtakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu ni waagizayo leo, na laana ni hapo msiposikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu, mkikengeuka katika njia ni waagizayo leo kwa kuandama miungu mingine msioijua. Tena itakuwa atakapokuleta Bwana Mungu wako na kukutia katika nchi uendayo kuimiliki, ndipo uiweke baraka juu ya mlima wa Gerizimu na laana uiweke juu ya mlima wa Ebari. Je, haiwi ng'ambo ya Yordan, nyuma ya njia ya machweo ya jua, katika nchi ya Wakanaani waketio katika Araba kuelekea Gilgali, kando ya hiyo miaroni ya More? Kwani ninyi mtavuka Yordani mwingine kuimiliki nchi awapayo Bwana Mungu wenu, nanyi muimiliki na kuketi humo. Nanyi angalieni mzifanye amri na hukumu zote niwawekeazo leo mbele yenu. Kumbukumbu la Torati sura ya 12. Hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakiitumikia miungu yao mataifa mtakayo yamiliki, juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao na maashera yao, yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga na miungu yao zikateni, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Wala msimfanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote apaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe uende huko. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu na ng'ombe na ya kondoo. Na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi furahini katika yote mtakayotia mikono yenu, nanyi na wa nyumbani mwenu aliyokubarikia Bwana Mungu wako. Msifanye kwa kufuata mambo yote tuyafanyayo hapa leo, kila mtu kama aonavyo vyema machoni pake, kwani hamjafikiria bado katika raha na urithi akupao Bwana Mungu wako. Lakini mtakapovuka Yordani na kukaa katika nchi anayowarudisha Bwana Mungu wenu, akawapeni raha, akiwaokoa na adui zenu pande zote, mkakaa salama, wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu alikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu ninachowaamuru, sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa na ya mikono yenu na nadhiri zenu zote teule mtakazoweka kwa Bwana. Nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu, ninyi na wana wenu na binti zenu na watumishi wenu wanaume na wanawake, na Mlawi aliyemo malangoni mwenu, kwa kuwa hana sehemu wala urithi kwenu. Ujihadhari usitoe sadaka zako za kuteketezwa katika kila mahali upaonapo, bali katika mahali atakapopachagua Bwana katika kabila zako mojawapo, ndipo utakapotoa sadaka zako za kuteketezwa. Ndipo utakapotenda yote ni kuamuruyo. Pamoja na haya waweza kuchinja nyama na kula ndani ya marango yako yote, kwa kufuata yote yatamaniwayo na roho yako, kwa mfano wa baraka ya Bwana Mungu wako aliyokupa. Aliyetohara na asiyetohara anaruhusa kula katika nyama hiyo, kama ya paa na ya kurungu, lakini msiile damu. Imwageni juu ya nchi kama maji. Usile ndani ya marango yako zaka ya nafaka zako, wala ya divai yako, wala ya mafuta yako, wala wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe wala ya kondoo, wala nadhiri zako uwekazo zozote, wala sadaka zako za hiari, wala sadaka ya kuinuliwa
ya mkono wako. Lakini hivyo mtakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako, wewe na mwanao mume na mke na mtumwa wako mume na mke na Mlawi aliye ndani ya malango yako, nawe furahi mbele za Bwana Mungu wako katika yote utakayotia mkono wako. Jirinde nafsi yako, usimwache Mlawi siku zote uishizo katika nchi yako Bwana Mungu wako atakapoongeza mpaka wako kama alivyokuahidi, nawe utakaposema nataka kula nyama, kwa kuwa roho yako yatamani kula nyama. Waweza kula nyama kwa kufuata yote inayotamani roho yako. Na mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako apaweke jina lake pakiwa mbali nawe mno, ndipo utakapochinja katika kundi lako la ng'ombe na kondoo alilokupa Bwana kama nililokuagiza, nawe utakula ndani ya malango yako kwa kufuata yote inayotamani roho yako. Kama vile aliwavyo paa na kurungu, ndivyo utakavyoila nyama hii. Asiyekuwa tohara na aliye tohara wataila pia. Ila ujihadhari kwamba usile damu, kwani ile damu ndiyo uhai, na uhai usile pamoja na nyama. Usiile umwage juu ya nchi kama maji. Usiile ili upate kufanikiwa na watoto wako baada yako utakapofanya yaliyoelekea machoni pa Bwana. Ila vitu vyako vitakatifu ulivyo navyo na nadhiri zako uvitwae, ukaende mahali atakapopachagua Bwana, nawe zisongeze sadaka zako za kuteketezwa, nyama na damu juu ya madhabahu ya Bwana Mungu wako, na damu ya dhabihu zako uimwage juu ya madhabahu ya Bwana Mungu wako, na wewe utakula nyama yake. Maneno haya ni kuagizayo yote yatunze na kuyasikiza, ili upate kufanikiwa na watoto wako baada yako milele, hapo uyafanyapo yaliyo mema na kuelekea machoni pa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako atakapoyakatilia mbali hayo mataifa mbele yako, huko uingiako kuyamiliki, nawe ukawatwaa na kuketi katika nchi yao, ujiangalie usije ukanaswa ukawafuata wakiisha kuangamizwa mbele yako, wala usije ukauliza habari za miungu yao, ukisema mataifa haya waitumikiaje miungu yao? Nami nifanye hivyo. Usimtende kama haya Bwana Mungu wako, kwani kila yaliyo machukizo kwa Bwana ayachukiayo yeye wameifanyia miungu yao, kwa maana hata wana wao na binti zao huiteketezea hiyo miungu yao ndani ya moto. Neno ni waagizalo lolote liangalieni kulifanya, usiliongeze wala usilipunguze. Kumbukumbu la Torati sura ya 13. Kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoijua tuitumikie hiyo, wewe usiyasikie maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yu awajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Na yule nabii au yule mwotaji wa ndoto na auawe, kwa kuwa amesema yaliyopotoka juu ya Bwana Mungu wenu aliyewatoa katika nchi ya Misri, akakukomboa katika nyumba ya utumwa, apate yule mtu kukupotoa katika njia aliyokuamuru Bwana Mungu wako uiendee. Ndivyo utakavyouondoa uovu utoke katikati yako. Atakapokushawishi kwa siri ndugu yako, mwana wa mamako au mwana wako au binti yako au mke wa kifuani mwako au rafiki yako aliye kama moyo wako, akikwambia twende tukaabudu miungu mingine usiyoijua wewe wala baba zako, katika miungu ya mataifa yaliyo kando kando yenu, karibu nawe au mbali nawe, tokea ncha moja ya dunia hata ncha ya pili ya dunia, usimkubalie wala usimsikize, wala jicho lako lisimuonee huruma, wala usimwache wala usimfiche. Muwe kweli
mkono wako na uwe wa kwanza juu yake katika kumuua, na baadaye mikono ya watu wote, nawe umtupie mawe hata afe, kwa kuwa alitaka kukupotoa na Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Na Israeli wote watasikia na kuogopa, wasifanye tena uovu mfano huo katikati yao. Ukisikia yasemwa habari ya miji yako mmojawapo akupayo Bwana Mungu wako, ukae humo, ukiambiwa, kumetoka katikati yako mabaradhuri kadha wa kadha, wamewapotoa wenyeji wa mji wao, wakisema, twendeni tukaabudu miungu mingine msioijua, ndipo nawe uulize na kutafuta, ukiuliza kwa bidii, nawe angalia ikiwa kweli na jambo lile halina shaka, kwamba machukizo mfano wa haya yafanyika katikati yako, hakika yako uwapige wenyeji wa mji ule kwa makali ya upanga, kwa kuangamiza kabisa, pamoja na vitu vyote vilivyomo na wanyama walio humo kwa makali ya upanga, na nyara zake zote uzikusanyie katikati ya njia yake, na mji uteketeze kwa moto na nyara zake zote, nawe kuwe sadaka kamili ya kuteketezwa kwa Bwana Mungu wako, nao utakuwa magofu milele, usijengwe tena. Kisishikamane na mkono wako kitu chochote katika kitu kilichohalimishwa, ili ageuke Bwana na ukali wa hasira zake ukurehemu, akuonee huruma na kukufanya kuwa wengi kama alivyowaapia baba zako. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, kwa kushika maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ufanye yaliyoelekea machoni pa Bwana Mungu wako. Kumbukumbu la Torati sura ya 14. Ninyi mmekuwa wana wa Mungu, wana wa Bwana Mungu wenu. Msijitoje miili yenu, wala msifanye upaa katikati ya macho yenu kwa ajili ya aliyekufa, kwa kuwa utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Usile kitu chochote kichukizacho. Wanyama mtakaokula ni hawa: ng'ombe na kondoo na mbuzi, kurungu na paa na kongoni na mbuzi wa mwitu na paa mweupe na pofu na mbuzi wa mrima, na kila mnyama aliyepasuliwa ukwato, ukapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua akatafuna tena. Katika wanyama wote ndiye mnyama mtakayemla, lakini hawa msile katika wale wenye kucheua, na hao waliopasuliwa ukwato, ngamia na sungura na kwanga, kwa kuwa hucheua lakini hawakupasuliwa ukwato, ni najisi kwenu. Na nguruwe, kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hacheui, huyu ni najisi kwenu. Msile nyama zao wala mizoga yao, msiiguse. Mtakula hawa katika wote walio majini, na kila kilicho na mapezi na magamba mtakula, na kila kisichokuwa na mapezi na magamba msile, ni najisi kwenu. Mnaruhusa kula katika nyuni wote walio safi, lakini hawa msiwale: tai na furukombe na kipungu na kengewa na kozi na mwewe kwa aina zake, na kila kunguru kwa aina zake, na mbuni na kiruka njia na dudumizi na kipanga kwa aina zake, na bundi na mumbi na bundi mkubwa na mwari na nderi na mnandi na membe na koikoi kwa aina zake, na hudihudi na popo na wadudu wote watambao wenye mabawa, ni najisi kwenu, msiwale. Mnaruhusa kula katika nyuni wote walio safi. Msile nyamafu yoyote. Waweza kumpa mgeni aliye ndani ya marango yako ili apate kula, au kumliza mtu wa mataifa, kwa kuwa wewe utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Usimtokose mwana mbuzi katika maziwa ya mamaye. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua apakalishe jina lake, zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Na njia ikiwa ndefu mno nawe usiweze kuzichukua, kwa kuwa mahali ni mbali nawe mno, atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, hapo atakapokubarikia Bwana Mungu wako, ndipo uzibadili ziwe fedha na kufunga zile fedha
uende nazo mkononi mwako hata mahali atakapochagua Bwana Mungu wako, na zile fedha zitumie kwa chochote itakachotamani roho yako, na ng'ombe au kondoo au divai au kileo au roho yako itakacho kwa chochote, nawe utakula huku mbele za Bwana Mungu wako. Tena furahi wewe na nyumba yako, na Mlawi aliye ndani ya marango yako usimwache, kwani hana fungu wala urithi pamoja nawe. Kila mwaka wa 3 mwisho wake toa fungu la 10 lote la maongeo yako ya mwaka huo, uliweke ndani ya malango yako. Na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe walio ndani ya marango yako, na waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubarikie katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Kumbukumbu la Torati sura ya 15. Kila miaka 7 mwisho wake fanya maachilio, na jinsi ya maachilio ni hii: kila mkopeshaji na akiache alichomkopesha mwenziwe, wala asimlipize mwenziwe wala nduguye, kwa kuwa imepigwa mbiu ya maachilio ya Bwana. Waweza kumtoza mgeni, lakini kila uyacho kwa nduguyo mkono wako utamwachilia. Lakini hawatakuwako maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli katika nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki iwe urithi wako, kwamba utaisikiza tu kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, uyatunze maagizo haya yote ni kuagizayo leo kuyafanya, kwani Bwana Mungu wako atakubarikia kama alivyokuahidi. Nawe utakopesha mataifa mengi, lakini utakopa tena utayatawala mataifa mengi, usitawaliwe na wao. Kama akiwapo mtu maskini pamoja nawe, nduguzo mmojawapo ndani ya marango yako, mojawapo katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu, wala usimfumbie mkono wako nduguyo maskini, lakini mfumbulie mkono wako kwa kweli, umkopeshe kwa kweli yatoshayo haja yake katika ahitaji ayo. Jitunze, msiwe na neno lisilofaa moyoni mwako, kusema umekaribia mwaka wa 7, mwaka wa maachilio, jicho lako likawa ovu juu ya nduguyo, usimpe kitu naye akamlilia Bwana juu yako, ikawa ni dhambi kwako. Mpe kwa kweli, wala moyo wako usisikitike utakapompa, kwa kuwa atakubarikia Bwana Mungu wako kwa neno hili katika kazi yako yote na katika kila utakalolitia mkono wako, kwa maana maskini hawatakoma katika nchi milele. Ndipo ninakuamuru na kukuambia, mfumbulie kwa kweli mkono wako nduguyo mhitaji wako, maskini wako katika nchi yako. Ikiwa nduguyo mume wa Kiebrania au mwanamke wa Kiebrania akiuzwa kwako, naye amekutumikia miaka 6, basi mwaka wa 7 mwache huru aondoke kwako. Nawe utakapomwacha huru aondoke kwako, usimwache aende zake mikono mitupu. Umwangalie kwa wema katika kundi lako na sakafu yako ya nafaka na kinu chako cha divai. Mpe kama alivyokubarikia Bwana Mungu wako. Nawe kumbuka kwamba ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, akakukomboa Bwana Mungu wako. Kwa hiyo mimi nakuamuru neno hili hivi leo, hata takuwa akikuambia siondoki kwako, kwa sababu akupenda wewe na nyumba yako, kwa kuwa yu hali njema kwako, ndipo utwae upenyeze katika sikio lake, uingie katika ubao wa mrango, naye atakuwa mtumishi wako milele, na kijakazi chako naye mfanye vivyo. Wala usione ugumu utakapomwacha huru kuondoka kwako, kwani amekutumikia miaka 6 kwa ujira mara 2 na mwajiriwa, na Bwana Mungu wako atakubarikia kwa yote utakayoyafanya. Wazaliwa wa kwanza waume wote wazaliwao katika kundi lako la ng'ombe na la kondoo uwatakase kwa Bwana Mungu wako. Usifanye kazi kwa mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe wako, wala usimkate manyoya mzaliwa wa kwanza wa kundi lako la kondoo. Utamla mbele za Bwana Mungu wako mwaka hata mwaka, mahali atakapopachagua Bwana, wewe na nyumba yako. Lakini akiwa ni kilema, akichechemea
au akiwa kipofu au mwenye kilema kibaya chochote, usimsongezee Bwana Mungu wako sadaka. Utamla ndani ya marango yako. Wasio tohara na wenye tohara pia watakula, kama unavyokula paa na kurungu. Pamoja na haya usile damu yake, uimwage nchi kama maji.